Napenda kazi yangu sababu natoka kwenye jamii hii ambayo imeunda hifadhi hii. Kazi yangu naifanya vizuri kwa maana kuisaidia jamii yangu ya uhifadhi wa Randilen kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuhakikisha kwamba hifadhi hii inaenda mbele. Randilen WMA ni hifadhi ya jamii. Jamii imetoa maeneo yao kwa ajili ya kuhifadhi na kunufaika kwenye maeneo hayo ya uhifadhi kupitia biashara ya utalii. Jina langu naitwa Samuel Saroni Molel. Ninatokea katika kijiji cha Lengolwa. Ni kijiji mojawapo mwanachama wa vijiji vinavyounda hifadhi ya jamii ya Randilen. Ni mhasibu wa taasisi hii. Nimesomea uhasibu toka 2016 mpaka sasa na takriban miaka 8 kwenda 9 kwa ngazi ya degree ya pili kutoka chuo cha uhasibu wa Arusha. Kuna mambo kadhaa ambavyo nilikuta haviko sawa kwenye taasisi. Hakukuwa na kumbukumbu ya fedha, mapato, kumbukumbu ya matumizi, ni mpaka uhangaike kukusanya kwenye makaratasi. Wafanyakazi wote walikuwa wanalipwa kama vibarua. Kwa hiyo baada ya hapo watu wote wakawa wanalipwa kupitia payroll na kupata huduma ya afya. Kama mhasibu, jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba mapato yote ya jumuiya yako salama. Kazi yangu nyingine ni kuhakikisha kwamba ni kuandaa ripoti, kwa maana taarifa za fedha, kwa maana taarifa ya mapato, kwa maana taarifa ya matumizi. Tuna mifumo mingi ya kuhifadhi kumbukumbu, kwa maana kwamba fedha zimetokaje na fedha zimeingiaje, na je, taarifa iliyoko kwenye bank inafanana na taarifa ambayo tunayo hapa ofisini. Taarifa zote zinazohusiana na fedha, zinazohusiana na doria na mambo mengine yote ya uwekezaji, wanajamii hao wanapata kupitia kwetu. Randilen WMA inapata mapato yake kupitia biashara ya utalii, na tunapokusanya tunarudishiwa baadaye na serikali. Fedha zile zinavyotumwa na serikali, kuna wawakilishi kutoka kila kijiji ambao ndio wanaunda kamati hiyo kwa kamati moja. Ndio anatokea signatory ama mtia sahihi wa hundi. Huwa kila kijiji inaleta mpango kazi wake ya vitu gani wanataka kufanya pale watakapopata fedha za WMA. Na ili kutoa fedha kwenye account kuna taratibu mbalimbali. Kwanza kuna watia sahihi. Mmoja anatoka kwenye vijiji, lakini mwingine anatoka kwenye kamati kuu. Na hiyo imewekwa makusudi ili sisi ambao tuko ofisini muda wote tusiwe na uwezo wa kuweza kutoa fedha holela ama bila taratibu kufuatwa. Hiyo pia inasaidia swala zima la uwazi na uwajibikaji na kuendelea kuamini kwamba taasisi yao inasimamiwa vizuri. Tunaweka fedha kwenye akaunti ya kijiji kwamba wanaweza wakafadhili mradi gani kwa kutumia fedha hizo. Kusaidia watoto kwenda shule, zahanati, wengine wanapeleka kwenye miundombinu ya maji, wengine wanapeleka kwenye kununua vifaa vya ulinzi wa mazao. Imeleta mabadiliko makubwa sana kwenye jamii na kuwapa hamasa ya uhifadhi. Majangili wako kwenye jamii. Ni namna gani utawapunguza waendelee kupenda uhifadhi? Ni lazima serikali ihakikishe kwamba fedha hizi ambazo zinahusiana na WMA zifike kwa wakati kwa ajili ya jamii kunufaika. Swala la ujangili litaweza likapungua kwenye jamii kwa sababu tayari wanaona manufaa. Jamii pamoja na serikali ielewe kwamba sasa hivi WMA zinafanya kazi nzuri kwa maana kwa kuzingatia utaalamu. Basi inayo watu sahihi wa kusimamia fedha hizo na kuhakikisha kwamba jamii inanufaika na uhifadhi kwa maeneo ambayo wametoa. Najivunia kufanya kazi kwenye hifadhi ya jamii ya Randilen. Ninaamini kwamba anafanya kazi kwa watu wangu na wasaidia jamii yangu. Na jamii yangu pia inafurahi sana inapoona mtu wao anawafanyia kazi zao.